Mfariji mwema, na imara kututia, tuyasikie mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Ndugu wapendwa katika Kristo, chimbuko la sherehe ya Pasaka ya Pentekoste ni kutoka kwa Waisraeli walipoamriwa waadhimishe katika kitabu cha Walawi sura ya 23 aya ya 9 hadi 22. Iliadhimishwa siku ya 50 baada ya Pasaka ya Wayahudi. Roho Mtakatifu kwetu alishukia kanisa siku kuu ya Pentekoste. Aliunda taifa jipya la Mungu lenye watu kutoka katika kila kabila, lugha, rangi, ikiunganisha na imani moja katika Kristo. Katika somo la Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi 23 ambayo tumeisoma leo, inahusu habari ya kutokea kwa Bwana mfufuka katika jumuiya ya mitume. Linamwonyesha Yesu sio tu katika utukufu wa kimungu, bali katika mshikamano wa kibinadamu, akitoa amani kwa wanafunzi wake na kuwatuma wakatoe amani. Roho ambaye Yesu aliwapa wanafunzi wake anapaswa kuendelea kutolewa kwa watu wengine kupitia utume wa kanisa. Pendwa katika Kristo, Yesu anawaambia mitume wake, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Anawapa mitume amani. Bila amani hauwezi kufanya kitu chochote. Bila amani hauwezi kuhubiri Injili. Bila amani hauwezi kufanya shughuli zako. Na hao mitume pia walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Walikuwa hawana amani. Walikuwa wanaogopa kuuawa. Na Yesu alipofika pale akawaambia amani iwe kwenu. Akawapatia amani. Ndugu yangu katika Kristo, Yesu Kristo ndiyo mfalme wa amani. Amani aliyotoa Yesu aliitoa kwa upendo. Mitume wa Yesu walikuwa pia wanafanya makosa mbalimbali muda mwingine, akawa anawasahihisha kwa njia ya amani. Ndugu yangu katika Kristo, katika sherehe hii ya Pentekoste kila mmoja anaitwa kuwa mjumbe wa amani. Tunaitwa sisi sote kutafuta amani katika taifa letu la Tanzania, kutafuta amani katika bara letu la Afrika, kutafuta amani katika jumuiya yetu, kutafuta amani katika kanisa letu, kutafuta amani katika familia. Pendwa katika Kristo, amani ni tunda la haki na uwajibikaji. Msifu Yesu Kristo. Amani ni tunda la haki na uwajibikaji katika mazungumzo au katika maridhiano. Ndugu yangu, katika familia mara nyingine baba na mama unaweza kuona pengine wakatofautiana lugha. Unajua hawa ni watu, kila mmoja ametoka kwenye familia yake, kila mmoja amelelewa kwenye familia yake, lakini sasa wamekuwa pamoja. Ili iwepo amani kati ya baba na mama, lazima haki iwepo. Lazima watende haki na lazima wawajibike. Na kama wametofautiana, basi wanapaswa kuweza kuwa na maridhiano, kuweza kukubaliana. Pendwa katika Kristo, hata pia katika taifa letu la Tanzania tunahitaji kudumisha amani. Kudumisha amani katika taifa letu la Tanzania. Na tutadumisha amani katika taifa letu la Tanzania kwa kuwapatia watu haki yao. Amani ni zao la haki na kuwajibika. Lakini kama kuna sukosuko mdogo, tutapata amani kwa haki, kuwajibika, lakini pia kwa maridhiano, kwa kuongea. Pendwa katika Kristo, hauwezi kutafuta amani kwa kukamata watu. Hauwezi kutafuta amani kwa kuwaitia watu polisi, kuwapiga watu na virungu. Piga watu na virungu.
Huwezi kutafuta amani kwa kuwateka watu. Amani haipatikani kwa kuteka watu. Amani haipatikani kwa kutumia mtutu wa bunduki. Amani haipatikani kwa kuwaua watu. Amani inapatikana kwa kutekeleza wajibu kwa haki. Utapata amani kwa kuwatendea watu haki zao. Wapatie watu haki zao, na watu pia watatekeleza wajibu wao. Umsifu Yesu Kristo. Hiyo ndio mbinu kuu ya amani. Watu wengi pia hawajui nini maana ya amani. Amani sio hali tu ya kutokuwepo na vita, hapana. Amani ni hali ya kuwa na utulivu katika roho, kuwa na utulivu katika nafsi. Unapokuwa na utulivu katika nafsi, basi pale ndiyo unaita amani. Labda niulize swali moja. Tumsifu Yesu Kristo. Mfano, wewe unafahamu tabia yako ikoje, unafahamu mwenendo wako, unafahamu umepita wapi na wapi, lakini basi umeenda kupima VVU. Umeenda kupima nini? Ukimwi. Unajua kabisa umepita wapi na wapi. Unaenda kupima VVU. Unaposubiria majibu ya VVU pale, unakuwa na amani. Unafahamu kwamba umepita hapa na hapa. Alafu tena unaenda kupima. Unapopima unasubiria majibu. Utakuwa na amani kweli? Yaani lazima moyo utakuwa unaruka, si ndio? Utakuwa hauna amani, si ndio wapendwa? Je, kuna vita pale? Hapana. Amani ni nini jamani? Ni utulivu wapi? Rohoni. Sasa majibu yametoka pale, anafika ile mtu wa majibu yule anakuambia kwamba majibu yako ya aina 3. Anakuambia inawezekana majibu yako yakawa tatanishi, inawezekana majibu yako yakawa positive au yakawa negative. Unaona tena bado tena anazidi tena kukuondolea amani, anakuchelewesha yani. Wewe si uongee tu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi anakuambia majibu yako kwa kweli, damu yako iko safi, hauna tatizo lolote. Alafu anakupa angalizo. Wengi walianzia huku kwenye negative, wakaishia kwenye positive. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo umeona, unaposubiri majibu ya VVU unakuwa hauna nini? Amani. Kwa kuwa moyo wako unakuwa haujatulia. Wale wazazi ambao wanajitambua, mababa ambao wanajitambua, mke wake anapoenda kujifungua, ameingia kule leba kujifungua, nadhani yule baba atakuwa anakunywa bia tu kule. Baba mwenye akili timamu atakuwa ana hofu, na hofu yake ipo katika mtu akienda kujifungua kuna majibu 3. Si ndio jamani? Inawezekana jibu la kwanza pengine baba yule ana hofu, pengine mtoto akafa, mama akafa. Si ndio jamani? Ile jibu la kwanza wote wakafa. Baba hawezi akawa na amani. Inawezekana pia jibu likaja la pili, mtoto amekufa, mama amepona. Baba hawezi kuwa na amani, si ndio? Inawezekana pia likaja jibu la 3, mtoto amepona, mama amekufa, si ndio? Inaweza pia kaja jibu la 4, wote wamepona. Majibu kumbe ni 4 kwenye kufungua ni 4, si ndio? Jibu la kwanza, tuanzie kwenye mabaya kwanza. Inawezekana mtoto akafa. Jibu la kwanza, si ndio? Jibu la pili inawezekana mama akafa. Si ndio? Jibu la 3 inawezekana mama na mtoto wote wakafa, si ndio? Jibu la 4 inawezekana wote wakapona. Kwa hali hiyo, mzazi, baba ambaye anajitambua, mke wake anapoenda kujifungua hawezi akawa na amani kwa kuwa anakuwa ana hofu. Si ndio jamani? Anapokuwa na hofu pale, basi ataanza kusali. Anasali sala zote anazozifahamu. Mungu Mwenyezi nisaidie. Atasali sala zote alizofundishwa. Hata kama alikuwa hajui kusali na sadiki, ataanza kusali pale na sadiki. Nini. Tumsifu Yesu Kristo. Umeona? Watu hao hawana nini? Amani. Ukienda mfano kule, unapokuwa kuna mgonjwa wako yuko ICU. Mgonjwa yuko wapi? Yuko ICU. Unaambia kwamba
mama yuko ICU anapumulia kwa mashine. Hali yake ni mbaya sana. Imefika saa 7, nataka uingize chakula kule rufaa. Anasema hebu usipeleke chakula. Usipeleke nini? Hebu kaeni kwanza hapo nje. Msipige kelele. Utakuwa na amani hapo? Umeambia usipeleke chakula. Kwa sasa chakula hakihitajiki. Msiingie kwanza. Nashangaa kimya. Ghafla nilivu ametoka mtu mmoja kwenye kile kitoroli kile amekufa. Unaangalia sio ndugu yako. Saa 8 kimya. Utakuwa na amani hapo? Unakuwa na hivi ndugu yangu hapa jamani, au ameondoka au nini? Huna nini? Amani. Huna amani. Lakini baadaye unashangaa anafika daktari pale. Anasema peleka chakula. Yaani pale daktari amekwambia peleka nini? Chakula. Maana yake anaweza akala. Pale una hema sasa. Tumesikia siku. Umeona amani haina maana kwamba kutokuwa na vita. Amani ni utulivu rohoni. Na utulivu rohoni unapelekea kutokuwa na nini? Na vita. Sawa jamani? Tuanze na wazazi. Wazazi, ukiona mtoto kule nyumbani anafanya vurugu, anafujo, huwezi kutafuta amani kwa watoto wako kwa kuwachapa viboko. Hilo sio suluhisho. Unaleta hofu. Unaleta nini? Hofu. Baba, huwezi kutafuta amani na mke wako kwa kumpiga. Unaongeza hofu. Unaona jamani? Hata katika nchi yetu pia jamani, hatuwezi tukapata amani katika nchi yetu kwa kuteka wengine. Unaongeza nini? Hofu. Hauwezi kupata amani kwa kuua wengine. Unaongeza hofu. Hauwezi kupata amani kwa kuletea watu mapolisi wakawapige virungu sijui nini. Unaongeza hofu. Amani itapatikana kwa njia ya kutekeleza haki. Wapatie watu haki zao. Wapatie watu haki zao. Tekeleza wajibu wako. Kama kuna ya kuongea, ongeeni, fanyeni maridhiano. Hapo mtapata amani ya kweli. Ukitumia vitu hivyo, bila hayo utapata hofu, utajenga hofu miongoni mwa watu. Yesu leo anakuambia amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Anasema amani niwapayo mimi Yesu, sio kama ulimwengu utoao. Ulimwengu unatoa amani feki, amani feki. Amani feki, amani yenye hofu. Kuna wengine wanatafuta amani kwa kutandaza pesa. Amemkosea mke wake, anaamua kumkomesha. Anatandaza misimbazi 20. Anampatia na gauni jipya, eti ndio kuomba msamaha. Hiyo sio amani. Hiyo sio nini? Hiyo ni panado ya ndoa. Hiyo ni panado tu. Hiyo ni nini? Ni panado. Mke wako atasema asante kwa shilingi 200, asante. Asante kwa gauni nzuri. Asante kwa waxi. Atakaa siku 2. Lakini baba fulani hakuna amani. Hiyo ni panado. Hiyo ni nini? Ni panado tu. Amani ya kweli kwenye ndoa zenu inapatikana kwa kutekeleza, kumpa mwenzi wa ndoa haki yake. Mpe haki yake. Mpe haki yake. Tapata amani kwenye ndoa kwa kutekeleza wajibu. Tapata amani kwenye ndoa kwa maridhiano, sio kwa kupigana. Mmenipata jamani? Wapendwa katika Kristo, Yesu alipowashukia mitume na kujidhihirisha kwao jioni siku ya kwanza ya Jumapili, mitume walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Yesu akasimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Alipoambia haya, akaonesha mikono yake na ubavu wake. Mitume walifurahi kwa kuwa alimuona Yesu. Yesu akiisha kusema haya, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondelea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia wamefungiwa. Wapendwa katika Kristo, kiini cha ujumbe wa injili hii ni kweli kwamba
mitume na waandamizi wao, yaani maaskofu, na wasaidizi wao, yaani mapadri. Kwa kauli hii wamepata mamlaka ya kuongoza kanisa, kuadhimisha masakramenti, ikiwa ni pamoja na kuondolea watu dhambi kwa kuwa na imani kwa Yesu Kristo. Yohane 20:22-23. Kauli hii ndiyo inatoa mamlaka ya mitume na waandamizi wa mitume. Waandamizi wa mitume maana yake ni wale wana kanisa waliokuwa na rank ya mitume. Wale wenye rank ya mitume ni maaskofu. Ni nani? Ni maaskofu. Mimi ni padri, mimi sina rank ya mitume. Mtoto mdogo kabisa mimi. Ukubali muda mwingine. Muda mwingine nini? Ukubali. Wenye rank ya mitume ni maaskofu. Sawa jamani? Maaskofu hawa ndio wana rank ya nini? Ya mitume. Rank yao ni rank ya mitume. Hawa ndio waandamizi wa mitume. Sawa pendo? Baba Mtakatifu ana rank ya Petro. Rank yake ni ya Petro. Kiongozi wa mitume Petro. Ndio maana Baba Mtakatifu anaitwa halifa wa nani? Wa Petro. Sawa jamani? Kwa hiyo hawa mitume na waandamizi wao, yani maaskofu, na wasaidizi wa maaskofu. Sisi mapadi tunawasaidia maaskofu. Sisi ni wasaidizi wa maaskofu. Tumepata mamlaka ya kuondolea dhambi. Pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolewa dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia wamefungiwa. Yohane 20:22-23. Tumsifu Yesu Kristo. Je, ni sakramenti gani ambayo inahusisha maondoleo ya dhambi? Ni sakramenti gani? Kitubio. Sakramenti gani inahusisha maondoleo ya dhambi? Na nyingine sakramenti gani? Baba, mama. Ni sawa, ndio ubatizo unaondoa, ubatizo una maondoleo ya dhambi. Sawa jamani? Ubatizo unafuta dhambi zote, dhambi ya asili na dhambi ulizotenda baada ulizotenda dhambi zako mwenyewe pia inafuta. Si jamani? Akifika hapa mkatekumeni kubatizwa, ana miaka yake 10, 20, anapokuja kubatizwa pale anafutwa dhambi ya asili, inafutwa na dhambi zake nyingine kama alifanya nini zinafutwa. Sawa jamani? Sakramenti nyingine ambayo inahusisha maondoleo ya dhambi ni sakramenti gani? Sakramenti ya mpako wa nini? Wa wagonjwa. Kwa hivyo unapopokea sakramenti ya kitubio, unapopokea sakramenti ya mpako wa wagonjwa, unapata maondoleo ya dhambi. Kwa mamlaka gani? Imeandikwa wapi kwenye Biblia? Siku hizi watu wa siku hizi katika hoja zao, imeandikwa wapi kwenye Biblia? Imeandikwa hapa sasa, Yohane 20:22-23. Sawa jamani? Kwa hivyo sakramenti ya kitubio ni sakramenti sahihi na imeamrishwa na Mungu Mwenyezi. Kila mmoja wetu amebatizwa katika Roho Mtakatifu, na wengine wamepata kipaimara na Ekaristi Takatifu pamoja na kitubio. Vyote hivyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini kuelewa tu haitoshi, ni lazima kumuishi Roho Mtakatifu katika maisha ya kiroho. Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu, ni chanzo cha nguvu za Mungu. Roho Mtakatifu yupo ndani yako na ndani yangu pia. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wapendwa katika Kristo, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa katika nafsi zetu. Basi kumbe tuyatunze haya mahekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu, ni chanzo cha nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tupasa kutunza miili yetu ili Roho Mtakatifu aweze kuishi kati yetu. Tunapaswa kutunza miili yetu ili Roho Mtakatifu aishi ndani yetu, akae ndani yetu. Wapendwa katika Kristo, Roho Mtakatifu aliwajaza mitume ujasiri
Walipokuwa na hofu, walipata ujasiri. Ujasiri ulikuwa nao, walikuwa na nguvu. Wakiwa katika hofu hawakufanya lolote. Walikuwa wameloa tu, hawafanyi lolote. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, basi wakaamka na akawa active katika kutangaza neno la Mungu bila uoga wowote. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, ndugu yangu mpendwa, yatupasa kumuishi Roho Mtakatifu, kumshuhudia Roho Mtakatifu. Tutamuishi Roho Mtakatifu, tutamshuhudia Roho Mtakatifu kwa vitendo. Nitakupatia mfano mmoja. Sisemi kwamba dini ya Kiislamu ni ya ukweli, lakini kuna baadhi ya matendo wanaofanya wenzetu hawa wanaonyesha kuwa na ujasiri kupita sisi. Kuna siku nilikuwa nasafiri. Saa 7 kamili mchana, ilikuwa saa 7 pale. Nimeshuka kwenda kuchimba dawa na wengine kwenda kununua maandazi nini, chips, mishikaki. Kuna Muislamu mmoja akashuka pale kwenye gari kwa ujasiri wake wote, akatandika mkeka wake chini pale, akaanza kusali. Kwa kweli ilikuwa saa 7. Amesali hadharani. Amesali wapi? Hadharani. Basi na Wakristo pia wameenda kule, wamenunua maandazi, mishikaki nini na nini. Wameingia kwenye gari. Wameingia kwenye gari. Hao Wakristo wenzangu Katoliki anakula mishikaki, chips nini. Anataka kusali kwanza. Anataka kunini? Kusali kwanza. Anafanya hivi, wamama wale wanajifunika na kanga sali. Tumsifu Yesu Kristo. Anapopiga ishara ya msalaba, anajificha. Roho Mtakatifu yuko wapi? Roho wako Mtakatifu yuko wapi mpendwa katika Kristo? Haya, wababa wengine pia wanataka kula mishikaki yao pale. Sasa hawataki kufanya hivi. Unaona baba anaje kama anacha. Yaani anajidai kama anapiga chafya hivi, anaweka mkono hivi. Jamani, tuongee ukweli. Hapo kati ya huyo Muislamu huyo ambaye amesali hadharani na wewe Mkatoliki ambao unafanya njia ya msalaba kwa hivi, nani hapo amethibitisha dini yake kwa vitendo? Sasa wewe Mkatoliki, Yesu wako wanaishi. Unakwama wapi? Unakwama wapi? Unakwama wapi Mkatoliki? Unakwama wapi? Unakwama wapi? Lakini na kushangaa, unapokuwa na mke wako, bebi wako, unamshika hadharani hivi, unatembea naye. Unamwambia, "Hello? Father, tumsifu Yesu Kristo Father. Huyu ndio ubavu wangu. Ubavu wangu huyu." Uko na mume wako, unaambatana njiani. Sema, "Tumsifu Yesu Kristo Father." Nilikuwa nataka nikutambulishe mume wangu. Mume wangu. Unaona? Haya, kuna wengine. Kwa hiyo kama upo tayari kumtambulisha mume wako, upo tayari kumtambulisha mke wako hadharani, lakini hauko tayari kumtambulisha Yesu Kristo hadharani, wewe ni nani? Una Roho Mtakatifu wewe? Yaani upo tayari kumdhihirisha mume wako hadharani watu wamjue. Unamposti mume wako kila mmoja amjue. Unamposti mke wako kila mmoja amjue. Lakini hautaki kumposti Yesu Kristo. Una shida gani? Kuna wengine wanasiasa wako tayari kutambulisha chama chao. Kuna wengine chama chao wanaweka mkono hivi. Chama gani kile? ACT, si ndio? Ndio, wameweka mkono hivi. Unaona kwenye profile yake ameweka mkono hivi. Maana yake inaonyesha kama mimi ni ACT Wazalendo. Kuna wengine unaona chama chake ameandika pale, mama anaopiga mwingi. Mitano tena.
alafu amesema kazi iendelee. Unajua kwamba huyu anatambulisha nini? Chama chake cha CCM. Una mwingine ametambulisha chama chake, amesema hatuchezi. Chama gani kile? Anasema nini? Wanasema no reform no nini? No reform no election. Ametambulisha chake, si ndio? Mwingine ametambulisha chama chake cha ubwabwa, ameweka pale mawali. Watu wanakula mawali pale. Ubwabwa. Si ndio? Lakini wewe unashindwa kumtambulisha Yesu Kristo. Una tatizo gani wewe? Una tatizo gani? Unakwama wapi Mkatoliki? Roho Mtakatifu uliompokea yuko wapi? Roho Mtakatifu uliompokea. Una shida gani? Kuna wengine kwenye profile kabisa wameandika chama chao pale, wameandika hatuchezi. Lakini kweli hatuchezi, hata mimi mbona hatuchezi. Wameandika hatuchezi. Maana yake unajua kama huyu ni nani huyu? Ni Yanga huyu. Huyu Yanga. Hatuchezi. Yanga huyu. Anatambulisha pale. Wengine wametambulisha kwamba wao ni Arsenal. Wengine wanajua kwamba mtacheza tu. Nani wewe? Simba. Ndio Yesu Kristo. Lakini kama tunaweza kutambulisha hadharani, kuwatambulisha wake zenu hadharani, kutambulisha waume zenu hadharani, kutambulisha siasa zenu hadharani, kutambulisha vyama vyenu hadharani, kutambulisha itikadi zenu za mpira hadharani, lakini unashindwa kumtambulisha Yesu Kristo hadharani. Unapopata nafasi kumtambulisha unafanya hivi. Tutafika wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Pendo katika Kristo. Ukiwa kama Mkristo mwenye imani thabiti kwa Mungu Mwenyezi, hakikisha kwamba nyumbani kwako unakuwa una msalaba. Unakuwa na msalaba kama huu. Msalaba, unakuwa na msalaba. Msalaba wako mdogo unakuwa sebuleni, chumbani, jikoni. Msalaba ni ulinzi. Unatangaza uwepo wa Yesu Kristo, unatangaza imani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Hata msalaba hii ina tofauti. Msalaba wa Katoliki una Yesu pale. Si jamani? Msalaba ule mwingine wa Luteri na Anglikana, wa Luteri nadhani hauna Yesu, si ndio? Weka msalaba. Pengine nabii unapotembea utembee na kitambulisho cha Ukatoliki. Kitambulisho cha Ukatoliki. Hapo unakuta kuna mwingine katekista pale amevaa msalaba wake mkubwa unaonekana hadharani kwamba huyu ni Mkatoliki. Huyu anatangaza ufufuko wa Yesu Kristo. Huyu waumini wanasema hichi ni kilemba. Unaona sister amevaa shela yake pale kwa kitendo cha kuvaa ile shela na msalaba. Moja huyu nani? Ni sister. Anatambulisha imani yake. Wewe unashindwa kumtambulisha Yesu. Umefunga ndoa na mume wako, ukiwa umetoka tu nje tu, unatoa kale kapete kwechu. Alafu unanatembea hivi, unaonyesha. Maana yake nini? Upo huru. Unaulizwa, unakuta kijana pale anasema kijana binti umewaka. Pendeza sana binti. Anakuuliza binti, umeolewa? Pete zimeficha. Nasema sio kivile sana. Nimeolewa kidogo tu. Maana yake nini? Ndio sivyo Yesu Kristo. Sema mimi nimeolewa. Nimeolewa. Ama pete nimevua pete tu kwa ujeuri lakini nimeolewa. Kuna wanaume siku hizi wanauliza, wewe baba, mbona mtanashati sana? Baba umependeza wewe. Eti una mke? Hajitambui. Kwa hiyo yani sio kivile sana kidogo tu. Ndio msifu Yesu Kristo. Tangaza wito wako hadharani kama mimi nimeolewa. Nimeolewa na fulani. Na nina watoto hapa nilipo mimi. Kaa mbali. Ongea wazi. Ndio msifu Yesu Kristo. Mwenye Roho Mtakatifu daima atatangaza dini yake kwa hadharani kabisa. Watu wote wajue. Atatangaza dini yake. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kumtangaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja nafsini mwako kufanya mabadiliko.
Roho Mtakatifu, mruhusu Roho Mtakatifu afanye mabadiliko nafsini mwako. Afanye mabadiliko nafsini mwako. Akusaidie wewe uweze kubadilika. Uweze kutokana na uweze kuachana na huo unafiki huo. Hutaki kujidhihirisha kama wewe ni Mkatoliki. Unasali hivi. Au unasali hivi. Acha hizo. Sali kabisa. Roho Mtakatifu anataka tumshuhudie kwa matendo. Mshuhudie Roho kwa matendo. Huyu Mungu wetu ana wivu. Mungu wetu ana wivu. Hataki ushuhudie vitu vingine. Na mimi nawashangaa nyinyi. Yaani wewe unapokuwa na mke wako unamshika hadharani unatembea naye. Si ndio? Unamuao kabisa hadharani, mashikana mkono. Pwechu mnatembea hivi. Lakini Roho Mtakatifu hutaki kumshuhudia. Unamshuhudia zaidi mke wako kuliko kumshuhudia Roho Mtakatifu. Kama una mume wako ndio unashangaa unampost kila sehemu. Sijui na nini baba watoto wangu. Sijui kimeenda kimerudi, unampost kila sehemu. Unataka kila mmoja ajue kwamba huyu ndio baba watoto wako. Si ndio jamani? Lakini Roho Mtakatifu hutaki kumshuhudia. Sijui mnanisoma jamani? Haya, vyama vyenu vya siasa. Vyama vyenu vya siasa. Mnavishuhudia kweli kweli. Wapendwa katika Kristo, tunahofia kuchekwa, kubezwa kuwa sisi ni Wakatoliki. Leo Yesu Kristo kupitia kanisa takatifu anatujaza Roho Mtakatifu ambaye anatuondolea uoga na kutupa nguvu ya ujasiri wa kukiri imani yetu takatifu popote pale tutakapokuwa. Iwe ni safarini, iwe ni ofisini, iwe ni kwenye mazingira hatarishi. Pia tuwaige masista wetu ambao sehemu yoyote wanakuwa na utambulisho wa imani yao. Wala hakuna kificho. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi hapa mna rozari? Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi mna rozari hapa? Hiyo rozari ni imani yako. Usiogope, vaa rozari hadharani. Mshuhudie Yesu Kristo. Wangapi hapa wamevaa medali? Medali zile. Sijasema medali za timu bingwa, medali za watakatifu, za imani yetu. Vaa hiyo. Wangapi nyumbani kwao kuna misalaba? Safi. Sasa wanajua kuna kitu kimoja. Sawa wapendwa? Mimi huwa nawashangaa. Hapa Mbeya, karibu kila nyumba ina TV. Inawezekana ikawa ina ule TV kwa chogo ule. Inawezekana ikawa ina TV za generation ya kati za flat screen. Inawezekana ikawa na TV new model za nini zile? Za smart. Si ndio jamani? Mmenunua na kingamuzi, unalipia kila mwezi kingamuzi. Lakini nakushangaa sana, nyumbani kwako hauna msalaba. Hauna msalaba. Kuna watu mna magari. Una gari lako. Hata msalaba kwenye gari lako hauna. Hata sanamu ya Bikira Maria hamna. Hata rozari hamna. Mimi gari langu nimeweka sanamu ya Mama Bikira Maria pale. Wewe gari lako umeweka nini? Sawa hauna gari. Kwenye bajaji yako umeweka nini? Sawa hauna bajaji. Kwenye basikeli umeweka nini? Sawa unatembea kwa mguu. Haya sawa. Unatembea umevaa nini shingoni? Tumshuhudie Yesu Kristo kwa vitendo kama hivyo. Sawa jamani? Tumshuhudie kwa vitendo. Na kushangaa muda mwingine unazaa mtoto sana, mtoto wako baada ya kumpa majina ya watakatifu, mtoto wako unamtungia jina la mwanasiasa. Unamwita mtoto wako, mimi mtoto wangu huyu anaitwa bwana nani, Barack Obama. Mimi mtoto wangu bwana anaitwa Adolf Hitler. Hapana. Mtoto wangu huyu anaitwa Trump. Achana kuwapatia watoto wako majina ya kijijiji haya. Hao wanasiasa wanaowapatia majina kwa watoto wako bado wanaishi. Inawezekana muda wote akaanguka dhambini. Sawa jamani?
Haya, kwa mfano umemtungia mtoto wako jina lake, mfano nani, mfano tuseme kwamba umemtungia mtoto wako jina lake Robert Mugabe, si ndio? Robert Mugabe. Anakaa kidogo anapinduliwa. Utabadilisha jina, utasema nimegaili mtoto wangu kuanzia sasa anaitwa jina fulani, utabadilisha jina tena? Acha hizo. Mpatie mtoto wako majina ya watakatifu ambayo kweli yanathibitisha imani. Jina la watakatifu. Mtoto anaitwa nani? Emmanuel. Maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Mtoto anaitwa nani? Pascal. Pascal maana yake nini? Pasaka, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Umenipata jamani? Ndio tufanye hivyo. Sio nampa vitu vijina huko, jina la mwanasiasa fulani ambaye anachujuka mapema, akichujuka mtoto wako anakuaje? Wewe sijataja jina hiyo. Unafanya nini fungo? Ndio msaidia Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anakuja kufanya mabadiliko nafsini mwetu. Tunapata matunda mengine ya Roho Mtakatifu kwa kuhurumiana katika unyofu, kuchukuliana kindugu. Pia tutaushinda ulimwengu kwa kuwa yeye mwenye Yesu Kristo aliushinda ulimwengu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tutaushinda ulimwengu. Ndugu yangu katika Kristo, kanisa leo lilipokea Roho Mtakatifu, ndio siku ambapo kanisa lilizaliwa. Yatupasa sote kumtii Roho Mtakatifu, kumpa nafasi Roho Mtakatifu aongoze maisha yetu. Roho Mtakatifu sasa ataendelea kuliongoza kanisa kupitia mitume. Hadi leo pia Roho Mtakatifu anaongoza kanisa kupitia maaskofu na wasaidizi wao mapadri. Kwa kweli kila mbatizwa ana Roho Mtakatifu moyoni mwake. Lakini tatizo ni kwamba hatumpi nafasi Roho Mtakatifu atushauri, anapotushauri na kutuongoza. Tunakuwa tunamkana. Unapopata sauti ya Roho Mtakatifu inakwambia tenda hili na acha hili, ukiisikia ile sauti, Roho Mtakatifu anakuwa active ndani mwako. Lakini kama uitaki kuitii ile sauti, maana yake unajifisha. Sawa jamani? Wapendwa katika Kristo, tunapaswa kumuishi Roho Mtakatifu, kuishi maisha ya Roho Mtakatifu. Tumruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yetu, abadili maisha yetu, ajidhihirishe mioyoni mwetu, aendelee kuishi na sisi siku zote za maisha yetu, na mwisho wa siku tuweze kuurithi uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.